Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Mipango, Uwekezaji na Viwanda, Profesa Kitila Alexander Mkumbo amesema serikali itaendelea kuunga mkono vyuo vikuu nchini katika shughuli za utafiti. Amesema hayo wakati alipohudhuria katika ufunguzi wa maonyesho ya 10 ya wiki ya utafiti na ubunifu yanayofanyika katika viunga vya maktaba mpya ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Na katika hotuba yangu ya ufunguzi nimesisitiza mambo kadhaa. La kwanza, nimewaonyesha kwamba serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan itaendelea kuunga mkono vyuo vikuu na hususan katika shughuli za utafiti, kwa sababu serikali inaamini kwamba utafiti kwa kweli ndiyo njia kubwa na muhimu sana ya sisi kama serikali kupata maarifa mapya, lakini katika kuchochea ugunduzi na kuchochea mawazo mapya na kuweza kusonga mbele. Lakini eneo la pili ambalo nimesisitiza na nimeshukuru sana ni Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kuanza kushirikiana na sekta binafsi. Na katika wiki hii hapa na leo katika ufunguzi tulikuwa na taasisi za sekta binafsi, pia taasisi za umma ambazo zinashirikiana na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam katika kuona kwamba utafiti ambao unapatikana hapa unatumika katika kuendeleza shughuli za kiuchumi, hususan kwenye viwanda, sekta za huduma ikiwemo usafiri katika mabenki yetu. Hili ni eneo ambalo nimelifurahia. Lakini la tatu, nimesisitiza sana kwamba Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kiendelee kuhakikisha kwamba kinashirikiana na sekta binafsi katika kuendeleza utafiti, kwa sababu kwa sasa kama mnavyofahamu swala zima la kupata misaada kutoka nchi ambazo ziliendelea kwa ajili ya utafiti wetu unapungua. Kwa namna pekee ni kushirikia sekta binafsi katika kuhakikisha kwamba tunaendelea kutoa fedha kwa ajili ya tafiti hizi, na tumeeleza sisi katika mipango yetu kama serikali kwamba serikali ina nia ya kuona kwamba angalau 1% ya pato la taifa inaelekea katika shughuli za kiutafiti. Aidha, Profesa Nelson Boniface ni naibu makamu mkuu utafiti Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, na hapa anaeleza. Na topiki au agenda ya maonesho haya ni kutumia teknolojia za kidijitali katika kuhakikisha kwamba tunaharakisha ubunifu na utafiti katika nchi yetu. Tumepata ushirika mkubwa sana wa kampuni binafsi, ambayo ndio agenda vile vile kwamba vyuo vikuu viweze kushirikiana na kampuni binafsi, ambapo leo tumeona wafadhili 9 kutoka kampuni binafsi, yakiwepo mashirika au kampuni za simu, mabenki na kadhalika, ambayo yamejikita katika teknolojia za kidijitali. Kwa hiyo tunaona kwamba tumefanikiwa vizuri sana, na katika maonesho haya ambayo yameanza tarehe 9 yataenda mpaka tarehe 11. Tunachukua fursa hii kuwakaribisha Watanzania wote waje kuona miradi ya ubunifu na utafiti katika kutumia dijitali kufanya biashara, kutumia dijitali kufundisha, kutumia dijitali kutatua matatizo yanayotukabili katika nchi yetu. Maonyesho ya 10 ya wiki ya utafiti na ubunifu Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ambayo yameanza rasmi hii leo yanatarajiwa kufanyika kwa siku 3 mtawaliwa katika viunga vya maktaba mpya ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, huku wadau mbalimbali wakijitokeza katika maonyesho hayo. Mimi ni Ibrahim Mkianza, Limani TV, elimu kwanza.